بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na darasa haya ya fiqh katika kitabu hiki cha al-Muqaddima al-Hadramiyya. La ilaha illa Allah. Naam, afwan. Sasa tumefika katika aitwaje ibara, yani bado tuko kwenye mambo ya wakati, sio? Fika kwenye ibara sema wa afdalul a'mali as-salatu awwal al-waqti, sio? Fikiri tumefika hapo. Mwisho yani tulizungumzia kuwa piga gumzo baada ya swala ya Isha si uzuri. Mwakumbuka? Ni makruhu kulala kabla ya magharibi, kulala kabla ya Isha, na ni makruhu kupiga gumzo baada ya Isha, sio? Kasema isipokuwa ikiwa ni kwa ajili ya khairi au haja yoyote, sio? Kakoma hapo. Sasa sema Sheikh rahmatullah alayhi, wa afdalul a'mali as-salatu awwal al-waqti, wa afdalul a'mali as-salatu awwal al-waqti, na bora ya amali ni swala mwanzo wa wakati. Sawa? Amali bora zaidi. Maulama wanatuambia hapa kidogo tubainishe baadhi ya mambo. Maulama wanatuambia hapa kusema amali bora zaidi, yani amali za kiwiliwili. Amali unaweza kusema amali za mwili, amali za viungo. Kuna amali za moyo. Maulama wanasema amali za moyo ni bora kuliko amali za mwili. Sasa hizi amali za mwili bora yao ni swala. Tuko pamoja? Mfano amali kama ikhlasi, wale wanasema ile amali ni kubwa, ni bora kuliko amali za mwili. Kwa sababu gani wale wanasema kwa sababu moyo, amali za moyo haziingii ria. Hakuna mtu anajua wewe ikhlasi yako. Shawn. Hakuna mtu anajua inaitwaje namna unavyomuogopa Mungu. Ndio kinje sisi tutaona unamuogopa kulingana na vitendo, lakini inawezekana mtu yafanya kwa ajili ya ria, sio? Imani ni amali ya kimoyo, ni bora kuliko amali zote nyingine. Tuko pamoja? Sasa sema Sheikh rahmatullah alayhi, la ilaha illa Allah, wa afdalul a'mali, na amali bora zaidi as-salatu awwal al-waqti, ni swala mwanzo wakati. Imekuja katika hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ni ipi amali bora, akasema as-salatu fi awwali waqtiha. Amali bora ni swala katika mwanzo wakati wake, na wakati mwanzo ule tushaueleza, sio? Lakini yeye mwenyewe ataeleza, akwambia wa yahsulu dhalika, na inapatikana hiyo, yani hiyo mwanzo wa wakati inapatikana vipi? Asema bi an yashtaghila, akijishughulisha yule mtu bi asbabi salati, kwa sababu zile za swala. Sababu za swala kama udhu, kama ni kutayamam, kama ni kujitahirisha, kuoga kama ana janaba. Hizo ndo sababu za nini? Za swala. Asema hina dakhala alwaqti, pindi ambapo wakati utafanya nini? Utaingia. Sawa? Kuna sababu za swala, yametaja tu sababu za swala, lakini uhakika ni kuwa sababu za swala na pia vile vikamilishi vya swala. Kuna vitu vinaitwa vikamilishi vya swala. Mfano nini? Sunna zile, adhana, iqama, vile ni vikamilishi. Qablia, vile vinaitwa vikamilishi. Sasa mtu ambaye atajishughulisha na hivi vitu, kwenda msikitini, kutawadha, si tunasema ni katika sababu? Kutawadha si sababu, maana bila kutawadha kuna swala, sio? Kwa hivyo kuna vikamilishi ndo zile sunna, na kuna sababu ndo kama hiyo kujitahirisha, nguo yako kutafuta nguo ya kuvaa, kujistiri yani. Sasa ule muda wote unaohitajika wewe ukishughulika
time tu ikiingia ukashughulika na hivi vitu, basi tutakwambia wewe umepata swala katika mwanzo wa wakati. Na makumbuka tukieleza kule, hata lao mtu hatoshughulika na haya mambo, hata kama mtu hatoshughulika na haya mambo, lakini akaswali kwa ule muda, tulisema amepata wakati ama hajapata? Amepata, alhamdulillah. Sawa. Asema Sheikh bi an yashtaghila, akishughulika bi asbabi salati, kwa zile sababu za nini? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sababu za swala. Asema hina dakhala alwaqti, pindi ambapo wakati utafanya nini? Utaingia. Haya, sasa amekuja katika masala ambayo ndio nilikuwa nimesimamisha kidogo, manake masala muhimu na yanagonga naitwaje reality tunayoishi. Asema Sheikh, yusannu ama wa yusannu ta'khiruna, ni sunna kuchelewesha ile swala. Si tumesema bora bwana uswali mwanzo wakati, lakini ni sunna uicheleweshe katika nyakati fulani ama hali fulani. Yeye atataja kadhaa tu hapa, tutataja hapa zaidi ya 20 takriban inshallah, Mungu atupe uhai na uzima. Asema wa yusannu at-ta'khiruna, ni sunna kuichelewesha ile swala an awwali alwaqti, kutoka ule wakati wa mwanzo. Sawa? Wakati gani? Yani katika hali gani? Akwambia lilibradi bidhuhri laljumua, kwa ajili ya kufanya ubaridi swala ya dhuhuri. Yani mfano pale unapoishi ni joto ni joto sana. Sawa? Ya akhi, ukitoka hiyo saa 7 kwenda kuswali ama saa 6 na dakika 50 kwenda kuswali, jua liko moto sana, na wakati ule huwa kivuli ni kirefu ama kifupi? Kifupi. Yani manake hata ukaenda kando ya nyumba hakuna kivuli mzee. Manake kwa msikitini ni shida si shida, kuna joto si joto, tena kule Arabuni si mchezo. Sasa ni sunna ile ya dhuhuri muicheleweshe. Angalia sheria ilivyotamu. Ile ya dhuhuri bwana weicheleweshe, sio uende msikitini tabu, ukifika majasho ni mingi, umepigwa na jua, ukifika pale utakuwa na khushui kweli? Sisi tutataka uswali na ukamilifu wa khushui, na ile swala wewe usichukie, uipende. Wewe umetukuzwa, sisi yani tumetukuzwa kupewa ile swala, sio jizigo. Ichukua kama mzigo tabu, la unaichukua kama ni fursa mimi ya kuzungumza na Mola wangu. Marhaba, na kuwa kazi nzuri. Tuko pamoja? Sasa asema Sheikh rahmatullah alayhi, lilibradi bidhuhri, yani unaruhusi, ni sunna, sio unaruhusiwa kuichelewesha, ni sunna kuichelewesha. Ni bora yani. Kusema ni sunna maana yake ni bora. Lilibradi, kwa ajili ya kufanya ubaridi kwa ajili ya swala ya dhuhuri. Lal jumua, hii kuichelewesha hapa ina masharti. Tataja karibu masharti 3 au 4. Sharti ya kwanza iwe ni swala ya dhuhuri, sio swala ya Ijumaa. Akwambia hapa lal jumua, isiwe swala ya nini? Swala ya Ijumaa. Kisha akwambia fil harri, na iwe ni wakati wa joto. Iwe ni wakati wa joto. Sawa? Sio ati wakati wa baridi mimi naichelewesha. Yani yaweza kuwa huu ni msimu wa baridi, lakini siku moja kuna joto. Hucheleweshi. Inafaa kwa ule msimu ni msimu wa joto. Maana tumezoea ni msimu wa joto, basi tukwambia jamani tutapanga sisi. Bwana angalia msikitini hatuswali saa 7, joto sana, tutaswali saa 7:50, tutaswali saa 8, sawa. Sawa? Akwambia hapa fil harri, katika nini? Katika joto, bil baladil har, pia katika mji ambao ni wa joto. Sio ati mji kama tuseme Nairobi mfano, ni mji wa joto ule. Ni mji wa baridi, sio? Sasa lau siku moja kukawa joto, tunaweza kuchelewesha? Usicheleweshe. Kwa hivyo sharti iwe ni wakati wa joto kwanza, kisha pili pia uwe ni mji wa joto, na iwe swala ni adhuhuri, sio Ijumaa. Tuko pamoja? Haya. Nasema bil baladil har, katika mji ambao ni wa joto. Kisha sema sharti nyingine, liman yusalli jama'atan, kwa yule mwenye kuswali kwa jamaa. Sio wewe swali peke yako kama ni nyumbani au msikitini, lakini wewe swali peke yako. Sasa haja gani ya kuchelewesha? Tumeelewana? La, ikiwa mswali kwa pamoja, mswali jamaa. Kisha akwambia fi mawdhi'in ba'id, angalia tena iwe ni sehemu ya mbali, sio sehemu ya karibu. Sasa sisi tuishi hapa, tusali hapa madrasa, kisha unaambia bwana unajua ni sunna kuchelewesha dhuhuri kwa ajili ya joto, yani kupunguza joto. Atakwambia wewe akhi, wewe ni hapa tu wewe, yani manake hakuna uzito. Fi mawdhi'in ba'id, yani mahali mbali kikawaida, yani si eti ni mbali sana, maanisha ati uenda mpaka majengo kana mai, la, mbali kikawaida. Sasa ni mbali kikawaida, manake lau tukaambia watu waende, watasikia mashaka, watasikia uzito, watateseka kwa lile jua. Sawa? Kwa hivyo ndio nakwambia ni kulingana na ile ada, mazoea. Ushaelewa? Kikawaida hapa mpaka pale waonaje ikiwa jua ni kali?
labda kuna uzito, yani manake jua la huku kusema ukweli si uzito sana, lakini kuna baadhi ya sehemu kwenda tu mpaka pale ni uzito, basi tutaambiwa خلاص ile inahesabiwa ni mbali. Sawa, akwambia hapa fi mawdhi'in ba'id, sehemu ambayo ni mbali, na hapa umbali wake kama nilivyokuambia yani ni umbali wa kikawaida. Maana tukisema umbali wa kikawaida yani watu kikawaida, jamani nende mpaka pale najua hili bwana, mimi siwezi kuhimili. Kikawaida ule uzito haustahimiliki. Tutakwambia basi pale ni mbali. Ndio maana akakwambia inategemea. Mtu hawezi kuambia ati umbali ni mita kadhaa ama wanakuambia ni umbali wa kikawaida. Watu yani mfano mimi kawaida mtu anakuambia mimi sana nini bwana siwezi kutoka. Lakini kutoka hapa mpaka hapa msikitini kutoka madrasa watu wanaenda sio, lakini mpaka kule aiza kuwa na uzito. Basi tutasema ni mbali. Tumeelewana? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Imekuja katika hadithi yasema bwana mtume idha ishtadda al-harru fa abridu bidh-dhuhri, bwana mtume asema sallallahu alaihi wasallam jua likiwa kali sana basi ile adhuhuri fanyeni ubaridi, yani ngojeni kwanza mpaka vivuli vikianza kutoka ndio mwende mkafanya swali, maana huwa jua linapungua ule ukali wake. Asema Sheikh fi mawdhi'in ba'id, sehemu ambayo ni mbali. Sawa, hata kama si msikiti, si lazima iwe ni msikiti. Maana yaweza kuwa sisi yaweza kuwa Ijumaa zote tuswali majengo kana mai, yawezekana labda. Sawa, Ijumaa tuswali majengo kana mai, lakini siku za kawaida jamaa yetu tuswali pale kwa Kajengo, sio? Yawezekana labda si msikiti, yani mfano si msikiti, na maanisha iwe mfano kwambia haina neno madamu tu ni mbali na ni mahali watu wanakusanyika kuswali nini, kuswali jamaa. Asema Sheikh ila husuli adh-dhilli, haya ni sunna tuicheleweshe mpaka wakati gani? Mpaka kupatikane kivuli. Mpaka kupatikane nini? Kivuli. Maana kupatikana kivuli sasa si tutaweza kwenda? Tutaweza kwenda sawa. Kama kivuli kinapatikana saa 8, tukwambia basi icheleweshe mpaka saa 8. Saa 8:30 basi mpaka saa 8:30. Sawa. Ili yani manake yale mashaka yatafanya nini? Yataondoka, sio? Tuko pamoja? Kwa hivyo hiyo ni hali ya kwanza. Hali nyingine anasema Sheikh waliman tayaggana as-sutrata au kwangu ni as-sutrata, kwenu inaweza kuwa as-satr. Waliman tayaggana as-satr akhir as-salati. Sasa sijui kuna vipi, acha tuone. As-sutrata kwenu pia sawa. Waliman tayaggana as-sutrata akhir al-waqt, na yule ambaye amekuwa na uhakika kuwa atapata stara, atapata nguo mwisho wa wakati. Yani nafikiri tushai kutaja na hapa inshallah tutakuja kutaja pia kwenye masharti ya swala. Masharti ya swala ni mtu lazima ajistiri uchi, sio? Lakini tukasema lao mtu asipopata hukumu yake ni hukumu yake mtu asipopata na wakati huko usalivu hivyo kisha baadaye atalipa. Tulisema mwenye kuswali kwa najisi ni lazima atalipa, lakini mwenye kuswali kwa ajili ya kukosa nguo halipi. Umesahau ama labda hatukutaja, wallahu aalam. Yani ikiwa amekosa kabisa, amekosa kabisa tulisema halipi. Sasa si ndio hivyo? Mbona nyinyi mmesema baadaye akipata atalipa? Na halipi kweli. Mimi sijui kama kwenye safina tulitaja. Inaweza kuwa tulitaja, inaweza kuwa tukutaja. Mara mbili hapo yani. Hakuna mara mbili. Amekosa nguo. Ataswali uchi na halipi baadaye. Hata akipata nguo baadaye, kwani huu toba yani tukisema baadaye halipi maana yake ni kwa amepata nguo, sio? Hiyo kukosa nguo kwa mfano kama mtu ambaye anajisi sasa, anajisi. Kwa wakati huo kama hana nguo sasa. Tukasema pia halipi. Halipi. Nguo ina najisi. Sasa niivae ni swali ni stiri uchi lakini nina najisi, ama niivue ni swali uchi? Tulisema na swali uchi na halipi. Wale Mungu najisi ya swali naye. Aswali na. Fatale swali uchi. Sio afadhali aswali uchi kisha baadaye halipi. Hata akiweka ile akiweka udhu yani akitahirisha. Akitahirisha vipi yani sikule? Ile nguo sasa baadaye yani. Halipi, kwani halipi? Akiswali na najisi, yani amevaa nguo na najisi, ama wacha nguo iwe na najisi, kwenye mwili ana najisi na ameshindwa kuitoa kwa ajili ya hakuna maji labda, taombe yule baadaye atalipa. Tuko pamoja? Hai, alhamdulillah. Sasa akwambia hapa waliman tayakana, yani ni sunna pia mtu acheleweshe swala. Waliman tayakana, kwa yule ambaye kwamba amekuwa na yaqini
amekuwa na yakini kuwa atapata asutrata, atapata stara, yani atapata nguo akhira alwaqti, mwisho wa wakati, yani kabla wakati utoke. Yana hakika mimi saa 7 sina nguo, lakini na hakika saa 9 amiri atakuja nani? Atakuja na kanzu. Ameniambia mimi atakuja. Sasa je, lazima ningoje? Si lazima. Sio lazima? Sio lazima. Lakini ipi ni bora? Kwambia ngoja akhe. Manake ukiswali na kujistiri ni bora kuliko uswali uchi. Sawa? Na hapa haimaanishi uchi kabisa. Yaani hata kama ni paja tu imedhihirika, sio? Kulingana na ile nini? Yawezekana ni paja tu imedhihirika, sio? Si ati tukisema uchi basi ndio uchi kabisa. Labda ana kijishoti tu maskini. Tamwambia utastiri tu sehemu nyeti zaidi, zile nyingine ndio hivyo. Asema waliman tayaqana aljama'ata akhirahu wakadha law dhannaha. Asema na pia yule mtu ambaye ni sunna acheleweshe swala ni yule ambaye amekuwa na hakika kuwa atapata jamaa mwisho wake. Mwisho wa time yeye atapata nini? Jamaa. Tukwambia bora ngoja. Si swali peke yako sasa. Ngoja baadaye uje upate jamaa. Pate jamaa. Sawa? Wakadha law dhannaha. Vile vile ikiwa atadhania kuwa kutakuwa na jamaa. Hataki dhania kuwa kutakuja jamaa baadaye, bora ngoja. Na hapa pia jambo ni tanabahishe. Subhanallah. Hili ni jambo watu wengi hawalijui. Lakini sasa madamu ni elimu na sisi tutafuta ubora, tutanabahishana. Sio lazima, lakini ni uzuri, si ni upande wa kuelimishana bwana, kujifundisha. Mfano umeingia msikitini wewe. Umempata imamu yuko raka ya pili. Maana umekosa takbiratul ihram ama hujaikosa? Umempata asharukuu ama hata shaitadili raka hiyo ya kwanza. Maana umekosa takbiratul ihram ama hujaikosa? Kama kuna mtu mwingine anaweza kuswali naye baadaye, wajua kuna mtu atakuja, bora ni ungoje. Bora usimame tu pale, ungoje swala ile ishe, aje mtu mwingine uanze naye kutoka mwanzo. Kwa sababu yule ukianza naye utapata nini? Utapata takbira ya ihram. Utapata takbira ya ihram. Takbira ya ihram jamani si mchezo. Utapata takbira ya ihram na utapata jamaa. Tuko lakini watu wengi utapata jamaa lakini upate tena takbiratul ihram. Sasa lakini jamaa yake ni nyingi. Jamaa yake nyingi vipi? Pengine ile ya kwanza imamu watu ni wengi. Haina nini? Hii ni bora. Kwa ajili hii unapata takbiratul ihram nakwambia. Sawa? Isipokuwa ukijua hii yani mimi hapa nikingoja nitangoja saa. Yaani manake time ya swala itachelewa sana. Ndio nitaipata ndani lakini itakuwa mpaka nusu ya pili. Kama atakapotaja atakwambia basi ingia tu wewe upate hiyo jamaa kwa ajili hii jamaa ambayo sasa watakuipata ni ya mwanzo, ni ya wakati wa mwanzo. Sasa hapo kuna vitu viwili. Tuko pamoja? Amiri, tuko sawa? Na kama alivyowaambia ili watu wengi hawalijui. Watu wengi hawalijui. Na wewe ukaingia msikitini ukaona yeye yuko raka ya mwisho ule, wewe ukaamua acha ningoje hapo simame, watu wakiingia wakuona watakuona kama ambao utakuswali jamaa. Maana hawajui maskini, subhanallah, lakini ndio hivyo. Nakumbuka mimi mara ule msikiti ambao tulikuwa tuko, manake ni msikiti ambao tunaswali sisi na pia wanaswali wana kijiji, na wana kijiji ilikuwa si wasomi yani. Bas kiingia pale kama siku nimechelewa, wale ilikuwa uzito sana, siwezi kuwadanganya. Manake sasa wewe inabidi usimame hivi pale mlangoni, ngoja. Akiingia wanafunzi ambao walikuwa mustawa za chini walikuwa hawajasoma masala haya, hawajui. Sasa wakikuona wao wenyewe wanashangaa, mbona huyu? Basi mimi nawaita, njoo. Ngoja. Kisha baadaye namwambia hii ni bora. Sasa wewe fikiria umeingia pale wanafunzi 3 4 mmesimama. Kisha wale wanakijiji wanaingia. Wanaona mmesimama. Wataona vipi? Lakini sasa sheria ni sheria bwana. Sheria ni sheria. Mimi nishai kumuuliza mmoja wa walimu zetu. Ikiwa hali kama hii, yani watu hawajui kama jambo fulani ni sunna. Ilikuwa sijui ni sunna gani, mimi namuulizia. Si sunna hii bidhabt. Ilikuwa namuulizia kuhusu sunna, manake tutakuja kusoma hata hapa inshallah. Ni sunna mtu kukikimiwa swala asisimame mpaka iqama iishe. Sio katikati ya iqama. Sio kisikia kad qamati swala. Ni sunna mwisho wa iqama. Sasa kuna sehemu hivyo tulikuwa sisi twasoma kama wanafunzi na vile vile kuna wanakijiji. Basi wanakijiji, kuna baadhi ya wanakijiji waliwahi kulalamika, wakasema hawa wanafunzi mbona wanachelewa kusimama wakati wa iqama? Na sisi tumeshasomeshwa kuwa ni sunna unasimama baada ya nini? Iqama, sio katikati ya iqama, ushaona? Sasa mimi nikamuuliza yule mwalimu, nikamwambia hali kama hii
hawa watu ambao si wasomi, yani wana kijiji, watu ambao si wasomi, baadhi ya vitu nyinyi mkifanya ama sisi tukifanya, wanadhani kama ambaye labda twakosea, hatuheshimu sheria kama hivyo yani. Mimi nabainisha hukumu ndugu yangu. Mimi nikamuuliza yule shekhe, sasa waonaje sisi hii ni sunna tuiwache ili hawa wasidhanie vibaya? Akasema la, sunna haiachwi kwa ajili ya watu wanaodhania vibaya. Wewe fanya sunna hata kama watu wote wamekhalifu, watajua wenyewe. Wewe fanya hiyo sunna, madamu hii ndo sunna imethubutu kwa dalili. Kwa madhehebu yetu ni sunna mtu asimame baada ya nini? Mfano mwingine mimi nakumbuka hivyo hivyo. Huku kwetu imezoelewa swala ya alfajiri huwa yarefushwa. Lakini alfajiri na imezoelewa inarefushwa. Ishai pia kidogo yani. Lakini sunna ni hivi. Sunna ikiwa mfano yani msikiti kama pale kwa Kajengo. Ule ni msikiti utasema ni msikiti wa njiani ama ni msikiti wetu tu watu wa mtaani? Ni njiani, sio? Basi ule msikiti imamu hafai kurefusha alfajiri. Sio hafai ati ni haramu, lakini ni makuruhu arefusha alfajiri na ishai. Na dhuhuri ni makuruhu. Asome sura gani? Unajua ni sunna asome sura gani? Asome kuanzia wadhuha kwenda chini. Sasa mimi nikamwambia ndio hii ndio sunna kifikihi mwasema, lakini lau atasimama pale imamu tutakuja kusoma haya masala kwenye hiki kitabu inshallah. Lakini lau yule imamu atasimama pale asome hizo wadhuha na nini, watu watamdhania vipi? Tuambiane ukweli. Swala ya alfajiri kusoma wadhuha, watu watamdhania vipi? Watadhani kama ambaye labda hajui Qur'ani, watashangaa wengine. Sheikh akasema angalia, sunna inabaki sunna hata kama watu hawaijui ama watu wanapinga. Shaelewa, sisi tufanye, kama utaweza kuelimisha watu waelimisha, lakini sunna ni sunna. Tumeelewana? Sasa ndo yani subhanallah, lakini sasa sisi kidogo ni madhaifu, lakini ndio hivyo. Sunna ni sunna. Alhamdulillah. Almuhim. Kwa hivyo asema hapa waliman tayaqana aljamaa, na yule ambaye amekuwa na hakika, amekuwa na yakini kuwa atapata jamaa baadaye akhirahu, yani mwisho wa wakati, yani baadaye yani wakadha la udhannaha, na vile vile akidhania kuwa atapata jamaa, lakini hii ni kwa sharti walam yafhush at-ta'khir, walam yafhush at-ta'khir. Hii kudhania kuwa nitapata jamaa, mimi nadhania kuwa nitapata jamaa baadaye. Sasa hii ni masala, wewe umekwenda msikitini hakuna mtu, wajua mimi nitaswali peke yangu hapa, lakini nina hakika baadaye amiri atakuja nitaswali naye. Kama una hakika tukwambia mgoje mpaka mwisho. Manake mfano saa 7. Saa hii kiswali nitaswali peke yangu. Lakini saa 9 na dakika 20 najua amiri atakuja. Ile time imekaribia kuisha ama haijakaribia? Tukwambia ngoja mpaka aje. Kama una hakika lakini kama unadhania tu, mimi najua watu watakuja kawaida msikiti huu mashallah msikiti. Allahu akbar. Yani kawaida watu wanapita, iko wapi? Yani wewe una hakika kuwa jamaa itakuja, tukwambia wewe ngoja tu. Lakini sasa waweza kuwa unadhani, huna uhakika. Ikiwa hauna uhakika, ni sunna ucheleweshe swala, lakini maadamu ile time isiende isiende. Akwambia hapa walam yafhushi ta'khir, na uwe kule kuchelewa hakuja kera sana. Sio kuchelewesha sana. Wewe manake wadhania, nadhania watu watakuja. Pale msikitini ilikuwa sisi tusema kama hapa Sofia Center. Wewe wajua hii ni njia watu watakuja. Umeketi wangoja. Saa 7, 7:30, saa 8. Sasa umeanza kuingia na shaka. Labda watu hawatakuja bwana. Akwambia basi sasa time imeanza kuenda sana. Wewe swali tu peke yako. Tabidi sasa. Tuko pamoja? Asema shekhe. Na wakati gani mwingine ni sunna kuchelewesha swala kutoka kwa time? Yani si kutoka kwa time, sio mwanzo wakati. Akwambia walil ghaimi hatta yatayaqana alwaqt au yakhafa alfawat. Akwambia sasa hii ndio hali ya mwisho ambayo yeye atataja kuwa ni sunna kuchelewesha swala. Akwambia walil ghaimi, ghaim unajua nini? Mawingu. Yani kukiwa na mawingu, manake mawingu wewe hutaona juu, hutakuwa na uhakika jua limepinduka au halijapinduka. Shaelewa? Kukiwa na inaitwaje ile mawingu, utaona kivuli. Ukitaka kupima alasiri utaweza kujua? Hutaweza. Sasa ndio akwambia sasa walil ghaimi, na kukiwa na mawingu yamefinika jua, manake wewe huwezi kujua time ya swala, huna uhakika time imeingia au haijaingia. Umefanya ijtihadi, umedhani imeingia, lakini
huna uhakika, maana yake umefanya ijtihadi. Tulieleza namna ya kujua time ya swala kuingia, itakuja fasli inayokuja. Yani maana yake wewe weza kuangalia saa, sio? Weza kufuata aitwaje jogoo, sio? Itakuja inshallah. Ni hiyo darasa inayofuata inshallah. Sasa wewe labda unadhania time ishaingia lakini hauna uhakika. Sasa utafanyaje? Tutakwambia bora ucheleweshe swala. Bora ucheleweshe mpaka uwe na hakika. Akwambia hapa hata yatayakana alwaqt walilghaimi, yani kukiwa na kivuli, hata yatayakana alwaqt, mpaka awe na uhakika kuwa wakati umefanya nini? Umeingia. Mpaka awe na hakika kuwa wakati umefanya nini? Umeingia. Asema Sheikh, au yakhafa alfawat. Ama yani ima una hakika kwa time imeingia ama ukaogopa time kutoka. Yani wewe kila saa za kwa ishaingia mpaka sasa ikaja fikra naogopa time uito. Atakwambia pale swali. Hata kama huna uhakika kwa time imeingia. Yani manake wewe hauna uhakika kwa time imeingia, umedhania tu kwa zile ijtihadi ambazo umefanya. Manake utakuwa na imeingia ama haijaingia. Mpaka sasa kutakuja fikra nyingine, baada ya muda kutakuja fikra nyingine kuwa yaweza kuwa sasa imetoka ama sasa hivi itatoka. Tutakwambia swali, hata kama huna uhakika kwa time imeingia, usicheleweshe tena. Yani kwa ufupi, Amiri, tuko pamoja leo? Naona kama ambaye uko mgonjwa. Sawa, acha tumalize mara moja. Sawa. Asema waman salla raka. Sasa hiyo amemaliza zile hali ambazo ni sunna mtu kufanya nini? Kuchelewesha swala. Acha tumalize hii ibara kisha tutaeleza baadhi ya hali nyingine ambazo labda tutasema twaziishi ambazo pia ni sunna mtu acheleweshe nini? Acheleweshe ile swala. Lakini acha tumalize hii ibara. Asema Sheikh, waman salla rak'atan fil waqti. Na mtu ambaye ameswali raka moja tu katika wakati. Angalia. Mtu ambaye ameswali raka moja tu katika wakati. Akwambiaje? Fahia ada. Basi hiyo swala inaitwa ni ada. Yani manake ameipata ndani ya time yake. Yani mfano mtu amechelewesha swala, ima ni kusudi au bahati mbaya, itakuja sasa hivi hukumu ya kuchelewesha swala. Itakuja sasa hivi hukumu ya kuchelewesha. Hatuzungumzie. Lakini lao yeye katika swala yake, Allahu akbar, kaswali raka moja, mara time ya swala adhana ya alasiri hiyo. Manake time ya dhuhuri imekwi. Na yeye ameswali raka moja tu katika wakati wa dhuhuri. Si ataendelea zile raka tatu amalize swala? Naambia kwa ajili ashaswali raka moja, tayari yeye anahesabiwa kuwa ameswali swala ndani ya Sasa je, ni halali, amepata dhambi ama hajapata dhambi? Itakuja. Story ya dhambi ni kitu, na story ya kuwa swala ameipata ndani ya time ama hakuipata ndani ya time ni kitu kingine. Sawa? Sasa akwambia swala, wa man salla rak'atan fil waqti, na yule ambaye ameswali raka moja tu katika wakati, fahia ada, basi hiyo swala inaitwa ada. Sawa? Imekuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan faqad adraka as-sala. Mtu ambaye amediriki, amepata rakaa hata kama ni moja, basi huyo ameipata swala. Yani manake amepata swala ndani ya time yake. Asema Shekhe, au dunaha faqadha. Lau ikiwa yeye ataswali tu chini yake, au dunaha, yani ama kidogo ya hiyo rakaa moja ama chini ya hiyo rakaa moja, basi hiyo swala nini? Qadha. Ni kama amekidhi hiyo swala. Ni kama amefanya nini? Amekidhi. Na swala ikiswaliwa ndani ya time yake ina thawabu kuliko ile ambayo imekidhiwa. Taban, swala ambayo imeswaliwa ndani ya time yake ina thawabu kuliko ile swala ambayo imekidhiwa. Sawa? Hai, tuendelee. Sikiza sasa hukumu sasa hiyo ya kuchelewesha swala mpaka baadhi yake inatoka nje. Tushawahi kutaja nafikiri. Asema Sheikh, wa yahrumu ta'khiruha. Na ni haramu kuchelewesha hiyo swala. Ila mpaka an yagaa ba'dhuha khariyahu. Itokee baadhi ya hiyo swala itokee nje ya time. Ni haramu kuchelewesha swala. Ni haramu kuchelewesha swala. Hata kama umefika kwenye tahiyatu ndo wasikia adhana ya alasiri. Tukwambia sasa wewe umechelewesha swala mpaka hii time umepata madhambi. Tuko pamoja? Tena ni katika madhambi makubwa jamani. Tena ni katika madhambi makubwa. Sawa? Lakini wakati gani ni dhambi kuchelewesha swala mpaka itoke kwa time? Hii ni ikiwa yeye, yani hii kitu ambacho tumesema sasa hivi ni haramu, ni ikiwa yule mtu atangoja mpaka ile time ya swala ilobakia. Sasa mfano time ya dhuhuri, angoje swala ya dhuhuri mpaka zibaki dakika ambazo hazitoshi swala, huyo ndo anapata madhambi. Lakini lao mtu akaanza kuswali kuanzia saa 7 mfano tu, akaanza kuswali kuanzia saa 7, time ilobaki ni nyingi ama si nyingi? Chuma kikasoma Bakara, kisha kasoma Ali Imran,
na labda yeye ni msomi wa polepole, huyo yuweza kupiga labda masaa 2.5 au masaa 3. akimaliza rakaa moja asikia Allahu akbar Allahu akbar, yani ni alasi. Hukumu yake nini? Huyu hana dhambi, huyu hana dhambi. Maana yeye ameingia swala wakati gani? Huyu wali swali hizo masaa yote hayo. Tumeelewana? Siku moja Saidina Abubakar na Saidina Umar, yani ilitokea wakati wa khilafa ya Saidina Abubakar, alikuwa yuswalisha alfajiri, akarefusha ile swala mpaka jua likakaribia kufanya nini? Kuchomoza. Baada ya swala Saidina Umar akamwambia, ya amiral mu'minin, ya khalifa rasulillah, khalifa mwenye bwana mtume, yani sasa hivi ilikuwa jua litafanya nini? Litachomoza. Saidina Abubakar akamwambia, ndio, na hata lau lingechomoza lisingetupata kuwa tumeghafilika, lisingetupata kuwa tumefanya nini? Tumeghafilika. Kwa hiyo maulama wakafahamu kutoka na hiyo, kwa hivyo mtu akiingia swala na mapema lakini yeye mwenyewe akairefusha, hakuna neno. Mfano yeye ameanza kuswali alasiri, tuseme tukipiga mfano alasiri inatoka saa 10 kasorobo, sawa? Yeye saa 9 na robo, saa 9 imebaki dakika ngapi? 15. Saa 9 na robo mpaka saa 10 kasorobo imebaki nusu saa. Imebaki nusu saa. Imebaki nusu saa. Dakika 30. Dakika 30 zinatosha adhuhuri. Ameanza kuswali saa 9 na robo lakini akaichelewesha mpaka ikatoka. Tunaambia ampata dhambi? La, hajapata dhambi. Huyu hajapata nini? Amiri tuko. Huyu hajapata dhambi. Kwa sababu gani? Yeye ameingia kwenye swala mashallah tangu mwanzo. Tangu mapema. Tangu mapema. Sawa? Kwa hivyo hapa tukisema ati ni haramu kuchelewesha ni kwa yule ambaye ameingia katika swala na ule wakati hautoshi. Ama lao yeye akianza na mapema. Lakini pia hata kama ameanza na mapema si bora acheleweshe, yani airefushe mpaka time itoke. Anaweza kurefusha mpaka karibu na time kutoka, sawa, lakini sio baada ya time kutoka, sio bora. Lakini hakuna dhambi wala nini. Tuko pamoja? Haya, wallahu alam. Sasa tutaingia katika namna ya kujua time ya swala. Yani daraja za kujua kuwa time ya swala imeingia au haijaingia. Utajua. Manake waweza kuangalia jua mwenyewe, sio? Waweza kuangalia saa, waweza kuambiwa. Sasa hizi ni daraja tofauti. Yule aliona kuwa jua limepinduka ni tofauti na yule aliyotumia saa. Kweli morongo? Yule alioambiwa ni tofauti na yule aliyosikiza muadhini labda. Kweli morongo? Sasa tutakuja tuzieleze inshallah, Mungu kutupa uhai na uzima katika darasa inayokuja. Wacha tupitie baadhi ya hali ambazo ni sunna mtu katika hali hizo afanye nini? Inaitwaje? Acheleweshe swala. Sawa? Haya masala yani tumeyatoa kwenye kitabu kingine. Kumbuka sisi mmoja wa walimu alituambia twende tukayatafute. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Yeye mwenyewe huyu mwenye kitabu akwambia miongoni mwa nyakati ama ahwali ambazo ni bora mtu ile swala aicheleweshe, yeye ametaja 27. Ametaja sura 27, sio tutataja zote. Tutataja baadhi. Ya kwanza ambayo sisi tutataja, asema ni mtoto mdogo akijua kuwa yeye atabalighi ndani ya wakati. Mtoto mdogo akijua kuwa yeye atabalighi ndani ya wakati. Mwakumbuka sisi tukizungumzia kuhusu mtoto kuwa akibalighi, tukasema hukumu yake kama yule mwanamke ambaye amekatika na lakini nikasema hii ni ikiwa yule mtoto ile swala hajaiswali. Kama ashaiswali خلاص imeporomoka. Sio? Sijui kama mwakumbuka. Sasa mfano, tupige mfano yani. Mtoto anafika leo atatimiza miaka 15. Atatimiza miaka? Lakini amezaliwa yeye saa 4 za usiku. Amezaliwa saa 4 za usiku. Manake yeye saa 4 za usiku ndio itakuwa ametimiza miaka 15. Ndio atakuwa amebalighi. Ndio sivyo? Sasa tutamwambia Ishai akiswali saa 2 pale jamaa, tukaswali naye saa 2:30 pale jamaa. Ikifika saa 4 tutamwambia swali tena? Hatumwambii. Lakini tutamwambia mtu kama huyu ni bora aicheleweshe ile swala mpaka baada ya saa 4. Ili akiswali ile baada ya saa 4 itakuwa amepata faradhi ama si faradhi? Tumeelewana ama hatujaelewana Amir? Na hakika? Haya, ni sura ya kwanza, ingawa hii sura ni ngumu sana watu kuipata. Haya, sura ya pili ambayo ni muhimu. Asema na yule ambaye ameghilibiwa na usingizi pamoja na kuwa wakati ni mrefu. Hii ndio tuliuliza siku fulani hapa. Jana sio? Ama lini? Mtu ambaye ameghilibiwa na usingizi. Hawa ni wanafunzi kule waliniuliza. Nafikiri mwanafunzi. Mtu ameghilibiwa maskini na usingizi.
usingizi wa sawa sawa ya akhi. Akiswali mwenyewe sasa mwambia lala kidogo. Lala kidogo. Jana umeniuliza nikakwambia itakuja. Lala kidogo. Manake time ni kio, lakini kwa sharti ikiwa time ni nde kwambia lala kidogo. Wewe mwambie, mfano mwambie Amiri, bwana Amiri, mimi napunguza usingizi robo saa niamshe kama huyu Sasa kisha nitafanya. Tuko pamoja? Hai. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha mtu mwingine ambaye ni uzuri acheleweshe swala, lakini hii inafungamana na mtu wa Ijumaa. Ikiwa mtu ni mgonjwa, Ijumaa kwake si lazima, anapewa udhuru, itakuja inshallah. Mtu ni mgonjwa, Ijumaa atamwambia si lazima, keti nyumbani. Sawa? Ikiwa ataketi nyumbani ataswali swala gani? Mfano tumbo lampeleka hatari. Hawezi keti dakika 5, lazima kimbie chooni. Maana Ijumaa huyo hawezi, sio? Sasa tutamwambia baki nyumbani, ataswali swala gani nyumbani? Adhuhuri, sio? Na kawaida bora ile adhuhuri iswali wakati gani? Mwanzo wakati, sio? Lakini tukwambia wewe ikiwa watarajia kuwa udhuru wako utaondoka, hebu hiyo adhuhuri icheleweshe. Manake yawezekana wakati wa Ijumaa ukafika, wewe udhuru maradhi yamekwisha, nenda kaswali Ijumaa. Lakini ukiswali kabla ya time, hata ile Ijumaa ikiswaliwa, wewe tutakwambia sasa ushaswali adhuhuri, si lazima tena uende kaswali Ijumaa. Tuko pamoja? Na akisema na swali hiyo na nini, lakini sasa madam tumbo imekatika, haina shida. Anaweza kwenda, lakini sasa atakuwa yani ule wajibu yeye ashauporomosha. Kwa nini? Natakana aswali kabla ya Ijumaa. Sio kabla ya Ijumaa. Anaweza kuswali kabla ya Ijumaa. Lakini tumwambia bora uicheleweshe ile swala. Kama unatarajia kuwa utapoa, bora uicheleweshe. Kwa sababu gani uicheleweshe? Maana leo ukiswali mapema kisha mara ifike wakati wa Ijumaa, yani ile swala yenyewe ataka kuswaliwa, labda umepoa. Sasa angalia wewe mwenyewe umejipotezea fadhila. Sasa chelewesha adhuhuri. Labda huenda ikifika ile saa 7:15 ambayo watu wataswali Ijumaa, wewe utakuwa umepoa. Khalas utaenda utaswali Ijumaa yako pale. Tumeelewana? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na mtu ambaye atakuwa na hakika ya jamaa kama alivyoambia. Haya, mtu gani mwingine? Mtu mwenye daimul hadathi. Mtu mwenye kisonono cha mkojo, akitarajia, sio akiwa na yakini, akiwa na yakini lazima ngoje. Akitarajia kuwa mimi yani natarajia kuwa saa 7:30 kile kisonono kitatuli. Nimekula dawa, napewa dawa, naambiwa afanya kazi baada ya nusu saa, naambiwa afanya kazi baada ya dakika 40. Tukwambia basi bora ngoja, chelewesha hiyo swala ili baada ya ile kile kisonono cha mkojo kuondoka utaweza kuswali sawa sawa. Tuko pamoja? La ilaha illa Allah. Hata kama takosa pengine jamaa kitu kama haya. Nyingine haina neno, pumzika. Tutamaliza. Nyingine yani katika hali nyingine ambazo ni sunna mtu acheleweshe swala, ikiwa mtu yuko katika sehemu ambayo ni makruhu kuswali. Kuna baadhi ya sehemu ni makruhu kuswali. Mfano wewe waswali katika ardhi ambayo ina shubha. Sio haina tahara. Haina tahara, swala isihi bwana. Ama waswali karibu na jala taka. Shana, ile sehemu ni makruhu wewe kuswali. sehemu ya kelele nyingi, Chooni makruhu, kelele, wallahu alam. Kama inapoteza khushui si bora uswali pale, lakini kusema ni makruhu wallahu alam. Mfano chooni. Karibu hapo Nakwambia kama inakuzuia na khushui labda tuweza kusema hivyo, wallahu alam. Mfano chooni. Chooni ni makruhu mtu kuswali. mmoja ambao mtume anasema sijui Ardhi ambazo Mwenyezi Mungu anazichukia. Kuna mahali bwana mtume ameainisha kama hivyo unavyosema. Hapa akawaambia maswahaba tuondokeni hapa, twende tukaswali kwingine. Hapa mahali si pazuri. Wakaenda kuswali kwingine. Sasa bwana, lakini unajua mimi nikiondoka hapa time itabidi ile swala nimeitoa kwenye mwanzo wa wakati. Tutakwambia haina neno. Ni sunna hapa ucheleweshe. Tuko pamoja? Ni sunna hapa ucheleweshe. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na mtu mwenye mgeni, kama wewe una mgeni kwako, haina neno, chelewesha swala, mlishe kisha uende ukaswali. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mtu mwenye hasira kali, mwenye kero, amekasirika kabisa ndani ya moyo wake, ngoja bwana, hasira zako zipungue ya ili ukiingia kwenye swala una utulivu. Usiingie kwenye swala wewe haya. Mtu mwenye mgonjwa,
Ima yeye ndo anamtibu au anampumbaza maskini yule mgonjwa. Hata kama hamtibu, lakini yule mgonjwa anampenda ya akhi, anampumbaza, basi chelewesha swala mpaka akishalala, nenda kaswali. Isitoke tu ndani ya time, lakini isitoke tu ndani ya nini, ndani ya time. Haya, ama ikiwa yule mwenye kuogopea mtu mwingine atapata madhara fulani, wamuogopea mtoto, hana labda hana maradhi, lakini mimi naogopa hapa, nikimwacha peke yake mtoto mimi ni hatari. Hata nikiingia kwenye swala hapa kitu kifanyika, ile imani yangu labda itanizuia ama sitosikia kitu kwenye swala. Ngoja bwana, ngoja mama mtoto aje, yeye amshike mtoto swali, uende ukaswali, chelewesha. Angalia, hizi ni hali tuaziishi jamani. Inaitwaje? Reality, sio? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haya, joto jingi ile tushaeleza, joto jingi, sio? Na hapa kuua mnyama kutisha kama nyoka. Kuna nyoka ameingia nyumbani na hamwezi kumwata, kuna watoto, kuna nini, amejificha huko nini. Wajua bwana, tukianza kumtafuta huyu itatuchukua muda bwana. Sasa afadhali tuswali. Chelewesha swala, muue yule. Utaingia kwenye swala na wewe wafikiria wafikiria nyoka. Itakuja bwana. Alhamdulillah. Sasa sawa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hata mwenye hadathi, mwenye kusikia kwenda kujisaidia, bwana nenda kujisaidia, utoe haja sawa. Kwa ufupi tuambie hivi, mambo yote ambayo yanakupotezea wewe khushui, bora kwanza uyatoe njiani, ili ukiingia kwenye swala akili iko safi. Tumeelewana? Haya, tukimalizia. Yeye ametaja nyingi hapa. Hiyo aliyoitaja Sheikh. Kutamani chakula. Unatamani chakula na chakula lakini kiko tayari. Unatamani chakula na chakula kiko tayari, sio kishapakuliwa, kiko tayari. Kupakuliwa ni kimetiwa kwenye hotpot yake, sawa. Chakula kiko tayari. Tutakwambia bwana, angalia, kula. Lakini usile kushiba bwana. Unakula kutoa yale matamani. Unakula tu kidogo kisha swali. Lakini hujala mzee. Unajua wewe kula si mtu upendi kula alafu. Sheria bwana inakupa nafasi ili wewe katika swala uwe na khushui. Manake chakula kiko tayari pale. Allahu Akbar. Harufu tu. Samaki yule. Sasa wewe kula kidogo, mwanadamu kawaida ile akishatoa tu matamanio, akili ina relax, خلاص aswali kisha endelee kula. Mshaona? Huyu hana, turudi pale katika khushui. Turudi pale katika khushui. Huyu anasumbua ni njaa. Anakula tu mpaka njaa iishe. Anakula tu mpaka njaa iishe. Kuna tofauti ya kula mpaka ushibe na kula mpaka njaa iishe. Jamani, njaa inaisha kwa matonge 4-5 tu. Ndio nakwambia, yani wakati soda umeingia. Yeye anasikia njaa, nataka tengeneze chakula hapa. Sasa yani hiyo time ya kutengeneza chakula inaweza pengine vile hataweza kuswali kwa khushui, sio? Turudi pale pale. Sawa? Haya. Na mtu ambaye anayakini kuwa maji yatakuja mwisho wa time. Hana maji, yafikiri tumeitaja, sio? Anayakini kuwa maji yatakuja baadaye, ngoja, yani ametayama. Sawa? Ama mtu ambaye alikuwa anajua kuwa baadaye mimi mfano sahii ana homa. Anaswali kwa kuketi. Homa kali, yabidi aswali kwa kuketi. Lakini amekula dawa, akaambiwa hai dawa baada ya jisaji sana nusu huwa inafanya. Maana yake utaweza kusimama, ataweza kuswali kwambia bora ucheleweshe swala. Angalia hizi hali yani tuishi nazo, sio? Ama mtu ambaye anashughulika na mtu maskini anazama baharini yenda kufa. Tena hii maana wanasema si ati ni sunna ucheleweshe swala, ni wajibu ucheleweshe swala. Lazima uingie umuokoe. Tumeelewa? Haya. Ama mtu ambaye anashughulika na mtu ambaye anampokonya yeye mali yake. Anakuja mtu anataka kuibia wewe. Mimi nataka kuswali, mara amekuja mwizi ameiba. Yuanza kukimbia. Bwana mimi mswali hina sana manake. Allahu Akbar. Na amekuibia. Hakuna machezo, mfuate bwana utukue mali bwana. Mfuate uchukue pesa zako. Sawa. Na pia kumtengeza maiti. Kumtengeza maiti. Wewe ukiona maiti, bora kwanza umshughulikie, umuoshe na nini kisha ndo fanya nini.
na ahwali ni nyingi, kuna nyingine hatujazitaja. Inshallah tutatosheka na hizo kwa ajili ya time inshallah. Kwa hiyo kesho Mungu akitupa uhai na uzima tutaingia katika namna yani ya kujua wakati kuingia. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah awwalan wa akhira.